wa kazi na sera za kusongesha Kenya mbele, na tumeona zikifanya kazi. Ndio maana tunauliza wale wengine ambao ukiwauliza sera yao wanakuambia Ruto must go. Ukiwauliza sera ya pili ama agenda yenu ya pili ni nini, wanakuambia Ruto anaitwa Kasongo. Na ndio maana Mheshimiwa Rais aliwaambia munibandike majina gani, mimi sita kusongesha Kenya mbele. Mumewaona sasa wameanza kuungana mambo ya ukabila. Sababu mwaka wa 2022 wakati Rais William Ruto alituongoza, tukasema siasa ya 2022 ndio itakomesha siasa za ukabila, siasa za uchochezi wa watu wa sehemu hii dhidi ya watu wa sehemu ile ingine, siasa za kutokuwa na sera. Wale hawakuwa na imani kama wale walimu wa sheria kwa Biblia walituambia, ngoja mtaona tuko na system, tuko na deep state, tutaunganisha kabila hii na kabila ile, tufanye siasa ya ukabila na tutawashinda. Na sisi tuliokuwa na imani tukawaambia siasa itakuwa ni siasa ya sera, na tukauza sera zetu, na ndio Mwenyezi Mungu akasimama na sisi. Hata sasa niko na imani Bishop, vile umetuhubiria, mwaka wa 2027 Wakenya wamekomesha siasa ya ukabila, siasa za uchochezi, siasa za kuuza chuki. Sababu wale nikiwasikiza, jambo ambalo wanauza ni chuki. Chuki dhidi ya rais, chuki dhidi ya kabila hii na ile ingine, siasa ya uchochezi, siasa ya ukabila. Hiyo siasa mimi naamini tuliacha nyuma 2022, na niko na imani kama Wakenya wengine walio na imani ya kuwa siasa za uchochezi, siasa za ukabila, siasa za migawanyiko, siasa za chuki, hatutarudi nyuma kwa hizo siasa. Tutaendesha siasa za sera, siasa za maendeleo. Nandi mnasema tuendelee na hiyo siasa ya maendeleo, tuachane na siasa ya chuki. Na ndio maana sisi tumesema tutaendelea kuungana na hata na makanisa tuhubiri hivyo. Bishop Serema ametuhubiria zile sera ambazo zinasaidia maisha ya mwananchi, iwe ni mambo ya masoko, iwe ni mambo ya ujenzi wa barabara TVET, iwe ni mambo ya kusajili watu kwa SHA ama Taifa Care. Tusaidiane kanisa na sisi viongozi, ili tusaidie Wakenya kujiondoa kwa shida ambazo tumekuwa tukiishi nazo. Kwa hivyo Bishop, mimi sitaki kusema mengi zaidi ya hayo. Tumekuja sababu ya kanisa, na tumeshukuru hasa kwa neno lako Bishop, na tutaendelea kujumuika nanyi na kusaidiana na kanisa. Na sababu niliambia rais nakuja, na Mheshimiwa Kithure amewaambia, aliniambia niko na homework ya kuhakikisha kama rais hakuji anitume, na rais amenituma hapa leo. Mmepokea salamu ya Rais William Ruto? Mmezipokea? Hebu nione salamu ya William Ruto, salamu ya William Ruto. Asante. Na amenituma vile niliulizwa, amenituma na mchango yake ya shilingi milioni 5, 5 million shillings. Na mimi sisa ingine mnasikia nikitukanwa ati mimi nafuata Ruto. Mnasikianga? Niendelee ama nikome? Niendelee kushikilia rais? Niendelee? Akinituma na kuja, si ndio? Na mimi pia sababu ya urafiki wetu na Mheshimiwa Kithure na kanisa na Mheshimiwa Faruk hapa, nimewaletea mchango yangu pia ya shilingi milioni 1. Na asante Mungu.